Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Naam, karibu sana kwa mshike wa Kasako Cup round 4. Hatua ikiwa ni ya finali, na hapa niko viwanjani ni katika uwanja wa Dea Umoja wakipasha mazoezi ya asubuhi. Nimekuja kuongea nao mawili matatu kuelekea mchezo wao wa finali dhidi ya Alliance de Force. Nitakuwa na maswali kadhaa ya kuwauliza na wenyewe watakuwa na majibu ya kutujibu, tuweze kujua nini ni nini, kipi ni kipi, maandalizi yao yako vipi kuelekea hatua ya finali ambayo itapigwa Jumamosi hii katika uwanja wa Seven Stadium ikiwa ni tariki 17 Mei 2025. Na kusogezea kocha na watu wengine na wadau wa soka wa Dea Umoja kusudi tuweze kujua nini ni nini, kipi ni kipi kuelekea hatua ya finali. Mimi naitwa Ishara Update. Naam, kama nilivyokuambia kuna baadhi ya wadau, wachezaji, makocha na kusogezea kuweza kuongea nao, na tuko na super maestro Sadiki, one touch two touch. Ameleta ladha ya soka nyumbani. Ngoja tuongee naye tuweze kujua mawili matatu kuelekea hatua ya finali dhidi ya Alliance de Force. Kaka, hali gani? Shwari kabisa, namshukuru Mungu. Na tunashukuru sana kwa kutuheshimu, umetoka mazoezini kuongea na sisi. Hakika kawaida mkubwa. Serious. Ndio. Na tuko kwenye hatua ya finali, una mtazamo gani? Kiukubwa tunamshukuru Mungu kwa kutupatia uwezo wa kufika finali. Ni mchezo mkubwa kwa sababu tunaheshimu wapinzani, na nahisi mashabiki ambao wanahitaji kuangalia mpira wa kambini nahitaji wafike kwa wingi, kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Labda pale ambako wamoja watakapokosea, nasi tutafanyizia pale ambako watakapokosea, sisi tutaweza kutufanyizia kazi. Ndio. Wewe ulikuwa out Dea Umoja kwa siku nyingi sana, na ulivyokuja kuna mabadiliko mengi tuliyashuhudia sana kwenye timu ya klabu hii Dea Umoja. Na nini hasa ulikuja nacho, kwa sababu Dea tulimshuhudia kistrago back in days, lakini ujio wako tumeona kwamba mambo yamebadilika sana, lakini hata timu inacheza kitimu baada ya wewe kuwa pale katikati. Istoshi, unajua mpira unapozidi miaka inavyozidi kuongezeka, inabidi kuwa na talent kidogo. Unajua unapotoka sehemu ukirudi unabidi uje unakuwa na kitu. Kwa sababu nilikuja na kitu, na ndio maana tuna focus pale ambako palikuwa pamepelea, tumekuja kupaongezea nguvu. Ndio. Umekuwa mchezaji ambao una experience kubwa sana ya football, kulingana umecheza sehemu nyingi sana, afu sehemu ambazo boli linatembea. Hasa unakuja kucheza na watu ambao ni wadogo sana, ni wachanga, kina Lebon, kina Carlos na wengine. Nini hasa unawaambia wewe kama kongwe, mtu ambao una experience ya soka? Kwanza mimi najivunia kuwa na madogo wazuri kama hawa. Kiukubwa Mungu awazidishie, pale panapokuwa makosa warekebishie, kwa sababu mimi nakuja ujikuta madogo wengi sana wa kambini talent yao ni nzuri sana, na ninapoangalia mpira utakuwa mzuri kwa sababu timu pinzani mpira utakuwa mzuri uhakika. Ulikuta historia ya Dea Umoja ni moja kati ya timu ambazo ina ukame mkubwa sana wa kombe, lakini pia ana historia mbaya dhidi ya Alliance de Force. Alliance de Force amekuwa akimangamiza vibaya kaka, na sasa hivi wewe ndio umekuja. Kuna namna yote ile utabadilisha historia? Ila isikui kwa takwimu mbaya kwa wale ambao wanaweza kunisikiliza, kwa sababu unajua mpira wa mguu ni mpira wa makosa. Kwa sababu mimi nitaongelea kwa wakati ambao walicheza na Alliance, mimi nilikuwa sipo, lakini matokeo nilikuwa nayapata. Kwa yale ambao walikuwa wanayafanya, najua tuliyarekebisha na tumeyafanyizia kazi katika uwanja wa mazoezi. Na hisi yale ambayo yanafanyika tunayafanyia kazi, na tulipokuja tuliangalia wapi tulifeli, wapi panahitajika kuingiza nguvu. Kiukweli tunajivunia sana kwa mechi hii inayokuja Jumamosi, na hisi mwenyewe utafurahi uhakika. Mimi mtangazaji kaka, lazima ufurahi. Lazima ufurahi. Nikifurahi mtangazaji anaonekana na upande. Hamna, unajua mpira ambao tunaocheza sisi sasa hivi ni mpira ambao unavutia viumbe wengi sana. Ni pale ambako unajua kipindi cha nyuma watu wengi walikuwa hawapo kabisa, hawapendi mpira wa mguu. Sasa hivi yani kuna kitu ambacho kinajileta. Unajua tunapocheza kunakuja watu wanakuja kufanya challenge, Sadiki yupo, watakuja kufanya na mimi challenge. Ni pale ambako mimi najivunia sana. Ni pale ambako niko naangalia wale watoto wanakuja kivipi ili mradi tufanye challenge, kwa sababu mpira uzidi kuwa juu. Mimi nafurahi sana. Sadiki tunaendelea kuwa naye kwenye michuano mingine au ndo basi tena? Sadiki yupo. Sadiki yupo na jina litabaki, kwa sababu mimi ni mchezaji wa D1. Nategemea finali kumalizika, lakini mimi nitarejea kwenye timu langu ambako nipo huko kwenye malezi. Lakini ligi kianza
basi nitarejea tena. Unajua D1 ni timu yangu kabisa. Yes. Umekuwa na hekima kubwa sana, hasa wakati ukicheza. Kuna watu wanakuja kugonga nini battles zile za uwanjani, lakini mara nyingi inakuwa nikikuona unakuwa na hekima sana. Nimetangaza mechi nyingi sana za demu moja, hekima yako imekuwa iko ya juu sana. Hii ni hali yako ya kizalikio au ni vile tu ushajifunza, una experience ya soka? Unaona, kuna vitu unahitaji unaangalia kwa mbele, kwa sababu mpira ambao tunaocheza ni mpira wa makosa. Wanapokosea inabidi unasamehe, kwa sababu mimi ninapokuja kuangalia, nilifika sehemu ambako nilikuta kuna watu wana talent kunizidi. Walinifunza kitu, nikaangalia inabidi na mimi kuja kufunza watu wengine. Kama wataniangalia ninavyocheza, basi ule atakayepata kidogo basi ataitumikisia kazi. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu kwa haya ambao wenyewe mnaona, basi yote kwa Mungu, mimi nampatia Mungu mwenyewe. Okay. Yes, kuna michuano hii ya Kasako Cup Round 4 na kupata nafasi moja ya kutoa tunzo ya mchezaji bora wa michuano hii. Sijakuelewa, kutunzo kwa mchezaji bora. Yaani wewe utoe tunzo kulingana, wewe ni mchezaji, unajua wachezaji wenzako. Ndio. Kuna kina Rodrigo, kuna Lebon na wengine kadhalika kutoka kwenye klabu nyingine. Wewe ungepewa nafasi ya kutoa tuzo ya mchezaji bora kuna hii michuano ambayo tunayo sasa hivi na tunaenda kutamatisha tarehe 17. Ungetoa tunzo kwa mchezaji gani ambao umeona kweli ameprove? Mimi ningetoa tunzo kwa wachezaji watatu. Nani? Mimi ningetoa kwa Rodrigo Energy, mchezaji wa D1. Ningetoa tunzo kwa mchezaji Dona Alliance. Ningetoa mchezaji bora dogo wangu Lebon. Yes. Umemzungumzia Dona hapo. Tukizungumzia Dona ni mchezaji ambaye anapiga katikati na wewe unapiga katikati. Tutegemee nini siku ya finali dhidi ya nyewe wawili? Mimi nachoambia mashabiki, mimi siwezi kubishana na timu, kwa sababu kwanza ni timu yangu, ilikuwa timu yangu na itazidi kuwa timu yangu, kwa sababu katika mchezo wa miguu hauwezi kujua kinaweza kuja kutokea mbeleni tunapoelekea. Lakini ninapotegemea, mimi mwanzoni nilikuelekeza waambie mashabiki wafike kwa wingi. Mimi nahitaji kufanya kitu ambacho labda watu wengine hawajawahi kukiona. Nitafanya kitu ambacho labda watu wengine watakishangaa, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi, utaonekana mimi siwezi kupingana nao, kwa sababu mimi najiamini kama mimi nitafanya yale ambayo nitayoweza, lakini na hisi D1 itachukua uhakika. Hilo ndio neno la mwisho kabisa kwa mashabiki. Mimi nimemwambia mashabiki wafike kwa wingi, waangalie tutakachokwenda kukifanya ni nini. Mimi na imani tunachokwenda kukifanya ni jambo ambalo liko sahihi, na kama Sadiki yupo katikati, mpira utachezwa uhakika. Ball natembea kawaida. Shukrani sana kaka. Bwana, anaitwa Sadiki Maestro, mmoja kati ya wachezaji wakubwa sana ambao wameleta ladha ya soka nyumbani hapa, lakini pia ni mchezaji ambaye amecheza klabu nyingi, ana experience ya soka, ndio maana hata anapogusa mpira unajua yes, hapa kuna mtu lipo jitu aswa, na amesema kwamba finally washabiki wajitokeze kwa wingi, lakini pia ushindi ni kwa demu moja kwa sababu ya vile alivyojipanga, lakini pia mikakati kwa mchezo wa finali. Mimi naitwa Ishara Update, nilikuwa na Sadiki brother hangu Maestro, nyuma ya kamera amesimama The Don. Tukutane katika mahojiano na watu wengine. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.